Kwa majina ninaitwa Edgar Thomas Sabutoke, ni mkulima wa hydroponic farming ambayo tunapatikana kijiji cha Kisembule ambacho kipo katika wilaya ya Mkuranga, mkoa wa Pwani. Kilimo hichi tumekianza mwaka 2023 katika njia ambayo ilikuwa ni ya majaribio, lakini 2024 tukaanza rasmi uzalishaji kibiashara. Kilimo chetu tunachokifanya ni kilimo cha bila udongo. Unapolima unalima kwenye pipes, haya mabomba ambapo kuna mzunguko wa maji, kuna matanki ambayo yapo chini yanazungusha mzunguko wote huu wa maji kuja kwenye mabomba, ambao huo mzunguko wa maji unakuwa na virutubisho vyote ambavyo vinahitajika kwenye lishe ya mmea. Kwa kilimo hichi tulikifanya katika lengo la kupunguza kwanza eneo kubwa la ulimaji. Unaangalia kitalu nyumba kama hichi kina uwezo wa kubeba mimea 25,000. Mimea 25,000 ukilima katika ardhi ya nje, maanake unazungumzia kulima eneo la hekari 5 na kuendelea. Lakini hapa tumelima katika eneo dogo, lakini mazao ni zaidi ya hekari 5. Tunapozungumzia kilimo cha hydroponic, kina faida nyingi. Namba moja ni kilimo ambacho hatutumii kemikali ya aina yoyote. Hatutumii madawa ya aina yoyote. Kwa ni purely organic. Kwa maana yake tumeilinda afya ya mlaji kwa 100%. Lakini katika kilimo cha hydroponic tunapunguza nguvu kazi. Nguvu kazi ambayo tunaitumia ni ndogo sana. Shamba kama hili linahudumiwa na mtu mmoja, ambalo lina uwezo kwa nje kuzalishwa kwenye ekari 5, ambayo ungekuwa unahudumia eneo hilo hapo kwa watu zaidi ya 10. Lakini sasa tunahudumia kwa mtu mmoja. Lakini sambamba na hilo, unapoanza kilimo cha hydroponic, kabla ya kukimbilia kulima kilimo hichi hapa, lazima uanzie sokoni. Tunaanzia sokoni kwa sababu mazao tunayoyalima, wanunuzi wetu wakubwa ni supermarkets pamoja na hoteli mbalimbali katika mji wetu wa Pwani pamoja na jiji la Dar es Salaam. Kwa cha kwanza ni kuanzia sokoni. Fahamu nani ni mlaji wako wa hii bidhaa ambayo unazalisha. Uzalishe kwa kiasi gani? Unajua utauza kwa siku kiasi gani, kwa wiki kiasi gani na kwa mwezi kiasi gani. Lakini unapoanza kuzalisha jambo hili hapo, usiwe ni mzalishaji ambaye unazalisha kidogo, baada ya muda unaondoka. Wanunuzi wengi hawakubali kununua sehemu ambayo wanajua baada ya muda mfupi amemaliza mzigo wake. Kwa lazima uwe na mzunguko ambao unatosha kwa muda mzima wa mwaka mzima, unakuwa na supply mzigo wako mwaka mzima. Kwa sisi tunamshukuru Mungu, tumefanikiwa, tuna masoko yetu, tunazalisha. Sasa hivi tukiwa tunalenga kuhudumia soko la ndani. Kwanza soko la ndani, na ambalo bidhaa zetu zote ambazo tumezipanda zote tayari zina soko. Hatuna bidhaa ambayo haijanunuliwa, yote ina soko. Na baada ya miaka 2 tuna mpango wa kuexpand kwa ajili ya kushika masoko ya nje. Kuna masoko ambayo tumeyapata East Africa, tuna masoko ambayo tumeyapata Uarabuni, tuna masoko ambayo tumepata soko pia la European Union. Lakini kwa kuanzia tumeona tujikite kwanza kulitosheleza soko la ndani. Baada ya soko la ndani ndio tukimbie kwenye masoko mengine ya nje ambayo yatakuwa ni tija zaidi. Tunapozungumzia mfumo wa hydroponic hatuzungumzii kulima tu soft lettuce kama tulivyolima sisi. Hydroponic tunazungumzia ni mfumo ambao unalima mazao yote. Katika hii hydroponic, nje ya soft lettuce kama hii ambayo tumeilima, una uwezo wa kulima strawberry ndani ikakubali, una uwezo wa kulima Chinese ikakubali, una uwezo wa kulima nyanya ikakubali, una uwezo wa kulima mpaka hoho zikakubali. Hivyo tunapenda kuwashauri wakulima tusipende kukalili kwamba fulani analima lettuce na mimi nitaenda kulima lettuce. Ina uwezo wa kukubali vitu mbalimbali. Kama wewe ni mkulima wa nyanya, una uwezo wa kuhamishia kilimo chako cha nyanya kwenye mfumo wa hydroponic na ukaweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Hii inamaanisha kwamba unakuwa umejitengenezea sehemu ambayo wewe umebobea. Wakulima wengi wanakosea sana kwenye kilimo kwa sababu akiona fulani amefanikiwa kwenye eneo fulani, zao fulani, naye anakimbia kwenye hilo zao. Kwa hiyo jitafute na upate zao lolote le pale. Tafuta kwanza kuanzia sokoni, ndio baada ya kupata sokoni ndio utaenda kufanyaje kulima hilo zao ambalo unataka kulilima. Kawaida hii lettuce tuna stage ambazo tunafuata katika kulilima. Hatua ya kwanza ni mbegu. Bila mbegu huwezi kulima hili zao la soft lettuce. Na mbegu tunamshukuru Mungu tunaichukua katika kampuni ya Tanseed. Ni kampuni ya wazao wa Tanzania wanaozalisha mbegu kwa wingi, inaitwa Tanseed pamoja na Kaizer Tanzania. Ndio wadau wetu wakubwa wa mbegu ambao wanatusupplyia mbegu hapa shambani. Kama hii hapa unaona ni aina ya kaipira kutoka Tanseed Tanzania.
wanatusupplyia hii mbegu kwa bei ambayo ni very reasonable. Ukitoka katika hatua ya mbegu unaenda kwenye tray. Hizi mbegu tunazipanda kwenye seedling tray. Hizi seedling tray unachanganya na udongo wa coco peat ambayo tunainunua katika wilaya yetu ya Mkuranga. Kuna kiwanda ambacho kinazalisha coco peat. Mkuranga Coco Peat ni wazalishaji wa hii coco peat, ni wazuri sana. Wanauza katika bei ambayo ni very affordable, ambayo kila mtu anaweza kaipata. Hiyo coco peat ndio inatusaidia kuotesha mbegu zetu katika kitalu. Kwenye kitalu mbegu ukisia ina germinate ndani ya siku moja. Masaa 24 inatakiwa imegerminate kama ni mbegu ambayo ni nzuri. Na tunamshukuru Mungu, kampuni inatusupplyia mbegu zao ndani ya masaa 24 inakuwa imesha germinate. Ikigerminate inahudumiwa pale kitaluni kwa muda wa siku 14. Ikiweza kuhudumia siku 14 tunaipeleka katika primary hydroponic system. Primary hydroponic system ni system ambayo ni ndogo kidogo, mabomba yake ni membamba kwa ajili ya kuianza kuizoesha huu mmea kupokea nutrient kwenye njia ya mizizi, wakati huo ikiwa inasafisha ule udongo ambao umetoka nao kwenye nursery. Lakini katika hiyo hydroponic system ya primary inakuwa na ratio ya nutrient ambayo ni ndogo, haiwezi kuunguza mimea, lakini naifanya mimea iweze kukua katika hali ambayo tunaitaka, isikimbie, lakini ende katika moderate way. Katika primary ya hydroponic primary inakaa kwa muda wa siku 7. Baada ya siku 7 tunaihamishia katika stage yetu ya secondary. Ndio hii hapa tupo sasa hapa secondary. Mmea huu unakaa kwa muda wa siku 21. Ukifika siku 21 huu mmea unatakiwa kwenda sokoni. Tunaupeleka sokoni kwa sababu masoko yetu ni masoko ambayo yanataka uende katika njia ambayo ni packaging. Una packaging ambayo ina kampuni, jina la kampuni yetu ni Takandi Farm Limited. Huo mfuko unapakia mmea mmoja mmoja, unaupaki vizuri, ambao unaupeleka kusupply sokoni, na una uwezo wa kukaa sokoni kwa muda wa siku 7 bila kuharibika. Ukiwa sokoni ndipo ambapo wanunuzi wanakuja kununulia. Tunamshukuru Mungu, bidhaa zetu zote zina masoko. Hatulimi kitu ambacho hatuna soko. Kwa mimea yote ambayo unaiona hapa yote ina soko. Ndio maana unaona tunaenda kwa ngazi. Kuna sehemu ya kule bado hatujapanda kwa sababu kule tumemaliza kuvuna. Tulipomaliza kuvuna kule tunasubiria ndio ipo kwenye primary sasa hivi ije tuipandikize tena kule ili iwe na mzunguko wa mwaka mzima. Wakati hiyo greenhouse zetu nyingine kule ambazo zinaweza kuchukua mimea 15 bado tujazipanda. Lengo ni kuwa na mzunguko ambao unatosha. Lakini pia katika hii biashara yetu kuna kipindi ambacho ni cha high season na cha low season. Kwa kwenye biashara yetu tunalima kulingana na high season na low season. Kuna kipindi ambacho wateja wetu wakubwa wanakuwa wamerudi nchini kwao nje, maana wateja wetu wakubwa tunategemea ni raia kutoka nchi za nje, Uarabuni, bara la Asia pamoja na bara la Ulaya na Marekani. Ndio wateja wetu wakubwa. Kwa kipindi ambacho wanakuwa hapo mapumzikoni, hicho kipindi ni kipindi cha low season. Kwa hata sisi production tunaipunguza. Unaona kama hichi kipindi sasa hivi tupo kwenye low season. Kuanzia mwezi wa 6 mpaka huu mwezi wa 7 tunakuwa katika kipindi cha low season. Kwa hata production yetu tunaipunguza ili tuendane na soko linavyohitaji. Kikubwa kwa wakulima wote, tunapenda kuwashauri tusilime kwa mazoea. Tujitahidi kuikimbilia teknolojia. Kama dira ya 2050 inavyozungumzia. Tuanzie sokoni, lakini twende tukiwa tunalima katika smart farming, katika kilimo ambacho kinaendana na dunia ya leo, dunia ya teknolojia, dunia ya AI, na sisi tuweze kuendana nayo. Tusione hii teknolojia ipo katika mabara ya wenzetu, lakini na sasa Tanzania tuna uwezo wa kuwa na teknolojia nzuri na kuanza kuwashawishi na kuwafundisha wakulima wengine kulima katika teknolojia hii ya kisasa ili kuweza kuwa na uwezo wa production kubwa na kuwa na uhakika wa kuvuna mazao yao na kupeleka sokoni kwa uhakika zaidi. Wilaya yetu ya Mkuranga ni wilaya ambayo imebarikiwa sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wilaya hii hapa. Maana ni wilaya ambayo inakubali mazao ya aina tofauti tofauti. Nadhani kwa Tanzania ukiangalia wilaya zote ni wilaya ambayo karibu kila zao linakubali katika ardhi hii hapa. Lakini watu wengi wamekuwa hawafahamu utajiri uliopo katika hali ya hewa ya Mkuranga. Kwa wengi wamekuwa wanakimbilia mikoa mingine kulima wakisahau Mkuranga, wakizani hali ya hewa ya Mkuranga ni mbovu kwenye kilimo. Lakini ardhi yetu ya Mkuranga inakubali mazao ya nyanya, inakubali mazao yote ya horticulture, pilipili, hydroponic kama unavyoona tunalima lettuce, mboga tunalima mpunga, tunalima maembe, tunalima hadi avocado huku wilaya ya Mkuranga. Lakini kuna baadhi ya maeneo pia yanakubali mpaka zao la kahawa.
unaweza ukaona ni namna gani ardhi yetu ilivyokuwa ni nzuri sana katika wilaya yetu ya Mkuranga. Kwa watu wengi wamekuwa hawafahamu hii elimu. Nadhani shida kubwa ni kutofika katika ofisi yetu ya wilaya ya Mkuranga ambayo ina wataalamu wengi na kuweza kukushauri kulingana na kijiji unachotaka kwenda kulima, zao gani linakubali eneo lile pale na utumie mekanizimu ipi katika kufanikisha hilo zoezi. Lakini zaidi ya yote ofisi yetu ya wilaya ya Mkuranga ya kilimo, tunamshukuru Mungu kwa jitihada ambazo zimefanywa. Mkuu wetu wa wilaya ametusaidia, sasa hivi tunafanyiwa soil analysis, kupimiwa udongo, afya ya udongo bure kabisa. Kuna wataalamu na wana vifaa vya kisasa wanatupimia kwanza udongo na kutushauri vitu gani vipo kwenye udongo, vitu gani havipo kwenye udongo. Kwa ni jambo ambalo wataalamu wetu wa kilimo wilaya ya Mkuranga wameweza kutusaidia sana, wakulima wa mkoa huu wa Pwani, hasa wilaya yetu ya Mkuranga. Kwa tuna uhakika wa masoko, tuna uhakika wa production, tuna uhakika wa wataalamu, tuna uhakika wa ardhi ambayo ni bora, ina vyanzo vya maji vingi, ina wataalamu wa kutosha, lakini tuna viuatilifu, tuna mbolea za kutosha katika wilaya yetu ya Mkuranga. Tunapozungumzia wilaya ya Mkuranga na mkoa wa Pwani kwa ujumla, ni eneo ambalo kila mwekezaji tunatamani ashawishike kuja kuwekeza, kwa sababu atapunguza gharama za kwenda kulima mikoa ya mbali, gharama ambayo anatumia kwa mafuta, gharama ambayo anatumia kwa usafiri, gharama anatumia kwa chakula na kukodi vitu vingine. Akija wilaya ya Mkuranga, maana ni eneo ambalo anatoka shambani na kupeleka bidhaa sokoni bila kusafirisha bidhaa zake kwa gharama kubwa sana. Kuelekea kilele cha maonyesho ya 88 mwaka 2026 yenye kauli mbiu ya tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Sisi tumeanza kwa kutambua soko. Sisi Ndakandi Farm tumeanza kutambua soko. Tulivyotambua soko, tumeelekea kuitekeleza sasa hiyo dira yetu, kwa sababu tayari tuna soko, tumekuja kulima kilimo cha kisasa, smart farming. Kwa tunaenda kuiishi hii kauli na tumeendelea kuiishi kwa kipindi cha miaka zaidi ya 5 tukiwa tunafanya utekelezaji wa dira hiyo kuelekea utekelezaji wa dira 2050. Lakini wakati huo tunapenda utambue kwamba Pwani na Mkuranga ni kitovu cha fursa na uwekezaji. Tunawakaribisha sana katika wilaya yetu ya Mkuranga na mkoa wetu wa Pwani muweze kuwekeza na mjisikie mpo huru kabisa kuwekeza katika wilaya yetu ya Mkuranga na mkoa wote wa Pwani. Asanteni sana.